Ili uweze kupata habari zetu za kila siku, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na hautopitwa na habari zetu za ukweli na uhakika zinazotrend katika mataifa mbalimbali na hata ndani ya Tanzania. Mwanadada Faima aweza kuumbuka baada ya jitihada zake kugonga mwamba, na hii imewezekana baada ya Rayvanny pamoja na yeye kusindikizana katika hospitali na kupima DNA sample, na walivyopima DNA imedhihirisha kwamba mimba au huo ujauzito aliobeba sio wa Rayvanny. Rayvanny ameweza kuepukika na hichi kikombe baada ya DNA test majibu yake kurudi, na msanii Rayvanny au mzazi mwenzake ameweza kumwambia ukweli kwamba hatahusika kwa lolote, ila kama ikitokea emergency yoyote kwamba swala la yeye kuhusiana na yule mtoto wao wa kwanza waliweza kumzaa kwa pamoja aweze kumjulisha, na hii mimba hatahusika kwa chochote. Kama atahitaji msaada wake, labda msaada wa mawazo, na hawezi kumsaidia kwenye swala lolote la kifedha au kulea huo ujauzito mpaka siku atakayoweza kujifungua. Tunaweza kusema Rayvanny ameweza kupata msaada baada ya hii DNA kwa sababu alikuwa amemng'ang'ania na alihitaji ambebeshe lawama zote za kulea huu ujauzito pasipo kujua baba mzazi wa huu ujauzito ni nani. Kwa upande mwingine, mwanadada Faima hajaweza kuzungumza ukweli ujauzito ni wa nani, na hataki kuweka wazi katika mitandao ya kijamii. Maybe anaweza akawa ni mtu wa karibu na Rayvanny, ndio maana anaweza kuficha hii siri kipindi hichi chote, ndio maana anazidi kumsumbua Rayvanny. Sasa basi, mwanadada Faima sasa hivi ana kibarua kizito cha kuendelea kupambana na hali yake, kwa sababu aliweza kuficha siri hii kwa Rayvanny. Maybe ni kwa sababu Rayvanny ni mtu mkubwa, ataweza kuilea hiyo mimba katika hali tofauti tofauti. Moja ya mashabiki wa Rayvanny wameweza kumwambia, hongera mzee Chui, umeweza kuepukana na hili janga, kwa sababu huyu mwanamke anaonekana kwamba ana mambo yake ya siri, ndio maana akaweza kufanya hata tukio kubwa namna hii. Pole sana kijana. Huu ulikuwa ni ujumbe moja kati ya mashabiki wa Rayvanny. Na tukirudi kwa mwanadada Faima, tunaweza kusema mwanadada Faima alichokifanya sio kitu kizuri. Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.